Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Pokea salamu za heri njema ya Krismasi pamoja na heri njema ya mwaka mpya mwaka 2026 kutoka kwa studio zetu. Ninawatakia mwaka ambao upo na afya njema pamoja na mafanikio tele. Wapenzi watazamaji, wacha nikuulize hivi ni kwa nini mamlaka ya mahakama Tanzania wameamua kufuta kanda za kesi za mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Lissu ambazo zilikuwa zinapeperushwa moja kwa moja kupitia kwenye kurasa zao, kipindi ambapo kesi ya Tundu Lissu ama kesi za Tundu Lissu zilikuwa zinasikilizwa. Kabla ya uchaguzi Tanzania, uchaguzi ambao ulikuwa ni wawizi, kipindi ambapo kesi za Tundu Lissu za uhaini, za kupanga, za mchongo zilikuwa zinaendelea, kwenye kurasa rasmi za Tume ya Mahakama Tanzania walikuwa wanapeperusha matangazo jinsi ambavyo zile kesi zilikuwa zinaendelea, jinsi ambavyo majaji walikuwa wanasikiliza ile kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu, jinsi ambavyo mawakili walikuwa wanamtetea mteja wao Tundu Lissu. Lakini mpenzi mtazamaji, wacha niweze kukuuliza hivi, je, hivi maisha ya Tundu Lissu na usalama wa Tundu Lissu uko sawa kweli? Kwa nini? Mbona ninauliza hivyo? Mbona wameamua kufuta kanda ambazo zilikuwa zinaonyesha jinsi ambavyo kesi za Tundu Lissu zilikuwa zinaendelea mahakamani? Huu ni ukurasa wa Mahakama Kuu Tanzania, mahala ambapo kesi za Tundu Lissu zilikuwa zinachapishwa live, zilikuwa zinapeperushwa live ili wananchi kufuatilia. Baada ya Samia kuwaua Watanzania kwenye maandamano na baada ya kuiba kura, tumejaribu kusubiri tuone iwapo Tundu Lissu atarejeshwa mahakamani, kesi yake iendelee. Hajawahi rudishwa. Lissu mwenyewe ameandika barua kuelekea kwa usimamizi wa mahakama akiuliza jinsi ambavyo kesi yake inaendelea, hajawahi jibiwa. Polisi wa magereza wameweza kupiga marufuku wasamaria wema kumtembelea Tundu Lissu katika mahakama ya Ukonga, mahala ambapo ameweza kufungwa. Hivi usalama wa Tundu Lissu upo? Hivi maisha ya Tundu Lissu gerezani yanaendelea vipi? Mimi ninaona kuna kitu ambacho kinaendelea hapa ambacho si kizuri. Mbona wameamua
kufuta kanda ambazo zilikuwa zinaonyesha jinsi ambavyo kesi za Tundu Lissu zilikuwa zinaendelea kwenye mahakama ya Tanzania, kwenye kesi za mchongo ambazo walikuwa wamemwekea. Kuna jambo ambalo si zuri. Kama wewe ni mgeni, ninakuomba mpenzi mtazamaji, ukapiga subscription, bonyeza kengele, sambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi viwili vitatu, ili tuendelee kukaa familia kubwa. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana kwa kuchukua hatua na kupiga subscription. Basi, ikiwa hii serikali imeweza kuogopa kwamba huenda mataifa mengi yakaangalia ile kesi jinsi ambavyo ilikuwa inaendelea na ikagundulika kwamba ile kesi haikukuwa na uzito wowote, ikiwa basi wameweza kuogopa na wakaamua kufuta kanda za mwendelezo wa kesi za Tundu Lissu kutoka kwa kurasa rasmi za mahakama ya Tanzania, mbona basi wapige marufuku mpaka marafiki wa Tundu Lissu kwenda kumwangalia Lissu mahakamani, yaani gerezani upande wa Ukonga? Kumbuka kwamba imepita karibu mwezi tangia bunge la Ulaya lilipomwagiza Samia Suluhu Hassan mara moja kumwachilia Lissu na kumpea matibabu spesheli. Na kumwachilia aende kwa familia yake. Hadi wa leo serikali hii haijafanya hivyo. Kitu ambacho kimeweza kunishangaza mpenzi mtazamaji ni jinsi ambavyo wamefuta hizi kanda. Unajua mimi ni mdukuzi sana wa mitandao. Nimedukua mpaka nimegundua kwamba zimefutwa, na ndio hiyo sababu nipo hapa kwa minajili yenu kuwaelezea. Nikimalizia, mimi naona usalama wa Tundu Lissu upo mashakani. Uhai wa Tundu Lissu pale gerezani upo mashakani. Kwa sababu huwezi ukaamini serikali ambayo iliwaua Watanzania wengi sana na wakazika. Huwezi ukaamini serikali ambayo imemkamata Humphrey Polepole na hajulikani aliko. Huwezi ukaamini serikali ambayo inaendelea kumzuia Tundu Lissu, ambayo haitaki hata kuelekezwa wamwachilie Tundu Lissu, na wameweza kuzuia wananchi wasiende kumwona Tundu Lissu. Kuna kitu ambacho si kizuri hapa na mtakuja kuniambia. Kuna kitu ambacho hakijumuliki hapa. Mbona wafute kanda za mwendelezo wa kesi, alafu wameacha machapisho ya kupongeza Mwigulu, Samia na utawala wake batili? Je, yaweze ikawa kwamba hii mahakama ilijionea aibu kwamba itajulikana ulimwengu mzima kwamba wanatumika na serikali, na hiyo kesi ingeonekana kwamba haina uzito, haina ushahidi wa kumfunga Tundu Lissu, na wakajionea aibu wakaamua kudelete hizo kanda au nini? Na kama ikiwa basi waliweza kujionea aibu, mbona utawala wa Samia uweze kuwazuia Wasamaria, mashabiki
na wafuasi na ndugu wa Tundu Lissu wasimtembelee gerezani? Ikiwa Tundu Lissu yupo salama, mbona kesi zake za mchongo, za kupangiwa hazijaanza kuendelea? Tuulizane hilo swali. Kuna jambo ambalo halipo sawa.